Ni moja wa wanafamilia ya Chifu Sarungi. Pia ni mwenyekiti wa ukoo mkubwa wa Kwanyirato. Ukoo wa Kwanyirato unaunganisha mababu watatu ambao ni Gendo, Matara na Olambu. Ukoo huu uliasisiwa mwaka 1999 chini ya kiongozi wa kwanza Mjeja Mungu Katete, ambaye kwa sasa hivi ni marehemu, alifariki 2016. Baada ya 2016 kufariki, nilipewa kijiti hicho na huu ni mwaka wangu wa 9. Mfumo wa uongozi wa ukoo wetu jinsi unavyopatikana, ukoo wetu kwa mababu watatu wanakaa kama mababu watatu na kuchagua viongozi wafuatao: mwenyekiti wa ukoo mdogo, katibu wa ukoo mdogo, mjumbe wa kamati ya nidhamu. Kwa hizo tatu zikishachagua viongozi hao watatu, tunaungana pamoja kumchagua mwenyekiti mkuu anayeongoza koo zote hizi tatu, ambapo tunamchagua mwenyekiti, katibu wake, makamu, mwenyekiti wa nidhamu, mwenyekiti wa kina mama, mwenyekiti wa vijana, pamoja na mwenyekiti kina mama upande wa nidhamu. Nije kwa marehemu aliyekufa. Marehemu ni baba yangu mdogo. Zama za uhai wake, kwa kadri ninavyomfahamu, alikuwa ni mtu mkarimu sana. Pamoja na ukarimu wake, alikuwa ni mtu mwenye misimamo. Hakupenda mtu yeyote anayeonewa. Marehemu nitamkumbuka kwa kitendo ambacho alikitenda dhidi ya ndugu yake ambaye naye ni marehemu Mustafa Sarungi, pale alipoamua kumpisha ndugu yake mdogo wake, kumwachia nafasi yake ya ajira alikokuwa akifanya kazi Tanzania. Huo ni mfano wa kuigwa na ambao hauwezi kutokea wakati wote huu tuliopo kwa sasa. Marehemu alikuwa ni mlezi na msemaji wa familia ya Chifu Sarungi. Amepambana kwa 99% kama mwanadamu asingeweza kumaliza yote, kuhakikisha kwamba ardhi yote ya Chifu Sarungi bado inabaki katika umiliki wa familia yake. Hivyo kwa kumpoteza, tumempoteza mtu ambaye bado tulikuwa tunamhitaji, japo Mungu kampenda zaidi yetu. Kwa wanaukoo, kwa wanaroria, tuseme tu kwamba Bwana alitoa, Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana. Na baadhi ya wanafamilia asante sana. Asanteni, karibuni hapa.